watakatifu wa Bwana sio sehemu ya maisha yetu. Kuishi ndani ya vifungo sio sehemu ya maisha yetu, na kuishi ndani ya mapepo sio sehemu ya maisha yetu. Naongea na mtu ambaye amechoka, amekata tamaa, sio sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Chukia hiyo hali na mwambie Yesu, leo natamani kutoka kwenye mikono ya wale ambao wamenimiliki katika jina la Yesu. Wakati watu wanalia kwenda madhabahuni kusema niwekee mikono nipone, mwingine ana shida lakini amekaa ni kama amebariki yale mambo. Kaa sana kwenye hicho kituo. Hujakichukia. Kama hujakichukia utateseka. Utateseka. Siku unakuja kushtuka nitakuuliza ulikuwa wapi. Bwana Yesu pewe sifa, tumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunatamani kutoka kwenye maeneo ambako sio maisha yetu katika jina la Yesu. Sio maisha yetu katika jina la Yesu. Umekuja kwa Yesu lakini unateseka, sio maisha yetu katika jina la Yesu. Amina. Mtu wa kwanza kukikataa iwe ni wewe. Amina. Iwe ni wewe kukataa iwe utumwa. Kataa katika jina la Yesu. Ndio maana Waebrania walipokuwa Misri, walipokuwa wako kwenye starehe kabisa, Mungu hakushughulika nao. Hakushughulika nao kabisa. Lakini siku walipoanza kulia, anashuka na mwambia Musa, nimeona watu wangu wanalia. Sasa kama changamoto unayopitia haikufanyi ujute, haikufanyi uone kama hii changamoto ni kama changamoto ambayo inakuletea tatizo, wewe unaona ni sawa. Kama bado wewe hujaichukia, hicho kituo bado utakaa sana. Lakini watu ambao waliona kabisa kwamba kwa nini mimi naishi maisha haya? Kwa nini mimi napata watoto wanakufa, napata mimba zinatoka? Kwa nini mimi nimeolewa sipati watoto? Kwa nini? Usije kashtuka tayari uko uzeeni. Kwa hiyo swala la kuchukia linaanza na wewe. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa nini mimi ni binti mzuri? Kwa nini siolewe? Sijakaa niko ndani ya vifungo. Kwa nini mimi ni kijana nakataliwa? Kwa nini nikichumbia naachwa? Kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini mimi maisha haya? Kwa nini? Hayo ndio maswali ya kujiuliza, kwa nini? Amina. Huenda nyuma ya jambo hilo, nyuma ya maisha yako, kuna kitu kipo kimekuja. Yesu anasema shetani ameharibu. Kwa hiyo inawezekana kikakaa, alafu na wewe ukakibariki. Yaani ukakipa hati ya kukumiliki. Hujakijua na ushughuliki nacho na uone ni shida, wewe unaona ni sawa. Bwana Yesu pewe sifa. Bwana Yesu pewe sifa. Kuishi na vifungo na mateso sio sehemu ya maisha yako. Sio sehemu ya maisha yako. Nasema kwa wacha Mungu sio sehemu ya maisha yetu. Sisi watakatifu wa Bwana sio sehemu ya maisha yetu. Kuishi ndani ya vifungo sio sehemu ya maisha yetu. Na kuishi ndani ya mapepo sio sehemu ya maisha yetu. Naongea na mtu ambaye amechoka, amekata tamaa, sio sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Chukia hiyo hali na mwambie Yesu, leo natamani kutoka kwenye mikono ya wale ambao wamenimiliki katika jina la Yesu. Tunataka kumilikiwa na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Akija usiku akutaka kumiliki ni Mungu, akija mchana akutaka kumiliki ni Mungu. Mungu akumiliki maisha yako kuanzia sasa na muda wote katika jina la Yesu Kristo. Tuwatoe mabwana wengine. Unajua mabwana wengine wameamuriwa na madhabahu nyingine, nendeni mkampige pepo la magonjwa kwa jina la Yesu. Wale waliosema neno hilo tunaamuru kuanzia sasa katika jina la Yesu, kama walivyoamuriwa na tunaamuru kwa damu ya Yesu Kristo. Kila madhabahu ya magonjwa nasi tunaamuru kwa jina la Yesu, toka juu ya watu wa Mungu. Amuru kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, watumishi wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Mabwana wengine zaidi ya wewe wanatumiliki. Tunakataa mabwana wengine katika jina la Yesu. Tunawakataa mabwana wengine zaidi ya Mungu katika jina la Yesu. Tunawakataa kwenye maisha yetu. Tunawakataa kwenye ndoa zetu. Tunawakataa kwa watoto wetu. Tunawakataa kwenye afya zetu. Tunawakataa kwenye elimu ya watoto wetu. Hao mabwana wengine wetu mabwana wa mateso kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakataa katika jina la Yesu. Waondoke pale, baki Bwana wa mabwana, Mfalme wa falme, Mungu
asiyoshindwa na kitu chochote, abaki kwenye nyumba yako, abaki kwenye maisha yako, abaki kwenye ndoa yako. Ninaongea na mtu aliyechoka na mateso na mapito magumu. Yesu yuko tayari kutoa siku ya leo katika jina la Yesu. Haleluya. Tamilikiwa mpaka lini? Tuna nguvu ya kudai haki zetu mbele za Mungu. Tuna nguvu ya kudai haki zetu mbele za Mungu. Tukibariki vitu vingine ambavyo sio vya kubariki, vitakaa milele na milele. Na isitoshe hata watoto wetu tawaambia, baba yetu, babu yako leo alikuwa na hali hii, kwa jina la Yesu. Hata kama babu alikaa kwa sababu alikuwa hajamjua Mungu. Mimi namjua Mungu, lazima nianze kizazi kipya kama Ibrahimu alipoambiwa, toka wewe katika jamaa zako, toka wewe katika nyumba ya baba yako, toka wewe katika nchi yako. Baada hapo Mungu akatengeneza kizazi cha wacha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona Yesu akaja kuzaliwa, anasema ukawa Yesu. Ibrahimu kaendelea akawa kwenye kizazi cha wacha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tumisha Mungu kwenye kizazi kile kama kizazi cha waganga wa kienyeji, kizazi cha wachawi, kwa jina la Yesu. Kizazi cha walevi tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Hatujui walivyoingia, hatujui kilivyoanza, tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa uzao huo katika jina la Yesu. Tunakataa katika jina la Yesu. Biblia inasema, watoto wadogo, tambueni ya kwamba ninyi mnatokana na Mungu. Haleluya. Mnatokana na Mungu. Mwambie Mungu, mimi natokana na wewe. Nikiangalia ukoo wangu nisema natokana nao, maana yake ni kama nabariki ile mizima. Ninatokana na Mungu aliye hai. Amina. Kwa tunapata haki kama watoto wa Mungu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ilikuwa ni dalili mbaya ambaye shetani anawatesa watu na ameingia kwa siri, na tatizo hilo makuhani hawakulijua. Mimi nasimama katika jina la Yesu, nasema hapana, lazima nikatae hiyo hali katika jina la Yesu. Makuhani hawakujua. Ukisoma kitabu cha Isaya 42 inasema nini? Isaya 42:22. Isaya 42:22 anasema nini? Isaya 42:22. Anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Hawa watu wameibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka. Wamekuwa mateka. Wala hapana asemaye rudisha. Wala hapana anayesema rudisha. So tunasema rudisha katika jina la Yesu. Hapa roho tunasema tunarudisha katika jina la Yesu. Ukija hapa tunarudisha katika jina la Yesu. Walioibiwa afya zao tunarudisha katika jina la Yesu. Walioibiwa haki zao tunarudisha katika jina la Yesu. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa, wametekwa na kufichwa katika mashimo. Hakuna anayewatafuta, hakuna anayewaulizia. Hakuna anayeulizia habari zako. Huko kwenye shida, hakuna anayefuatilia maisha yako. Lakini Mungu wetu aliye hai anapoleta neno, anasema kwenye Yeremia, yeye hulituma neno lake, halitamrudia bure, litatimiza yale mapenzi yake katika jina la Yesu. Biblia inasema Yesu alipopaa kwenye kitabu kile cha Luka mlango wa 20 mwisho pale 24 bila shaka. Pale anasema kwamba alipopaa na wale watu wakawa wanamwangalia kwamba anapaa, malaika anatokea anasema, mbona mnaangalia? Huyu anavyoondoka hivi ndivyo atakavyoshuka siku ile. Amina. Anasema baada ya kuona zoezi hilo limepita, bila sema wakatoka hapo wakahubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Mungu akilithibitisha lile neno. Neno lipi? Lile neno la kutoka kwenye magonjwa, akilithibitisha kwa ishara na nini jamani? Na miujiza. Lile neno akilithibitisha. Nami natamani siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu atalithibitisha lile neno la uponyaji juu yako katika jina la Yesu. Mungu atalithibitisha lile neno la kutoka chini ya kongo la mapepo katika jina la Yesu. Mungu atalithibitisha lile neno la uponyaji na kuweka huru katika jina la Yesu. Mungu atalithibitisha neno lake, maana ni vizuri ukajua Mungu anaongea na mimi. Unajua ni vizuri ukatambua hapa Mungu anaongea na maisha yangu. Hapa Mungu anaongea na uponyaji wa ndoa yangu. Hapa Mungu anaongea na uponyaji wa watoto wangu. Hapa Mungu
nimechoka na kufumbaika katika jina la Yesu. Mungu atanithibitisha ile neno mahali ambako moyo wako unafurukuta, nasema Mungu asante kwa sababu unasema na maisha yangu. Mungu akutendee, Mungu asikwaje kwenye mateso katika jina la Yesu. Mungu anithibitisha ile neno katika jina la Yesu. Amina. Mtumishi wa Mungu Isaya anasema hivi, 1:1 anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Jina la Bwana libarikiwe. Roho wa Bwana yuko juu yangu kuwatoa na kuwaweka huru wale waliofungwa kwenye vifungo kwa jina la Yesu. Siku ya leo Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta mabichi kuwatoa walioteseka miaka yote, kuwatoa walioonewa miaka yote, na kuwatangazia, nasema na kuwatangazia uhuru wao, na kutangazia uhuru kwa jina la Yesu, na kutangazia uhuru kwa jina la Yesu,